Serikali ya Tanzania imesema Watanzania waliopo nchini Israeli na Iran wapo salama kufuatia mataifa hayo kushambuliana kwa makombora kwa muda wa wiki moja sasa. Aidha, hatua za haraka zimeanza kuchukuliwa ili kuhakikisha raia hao wanarejeshwa Tanzania wakiwa salama. Kupitia balozi zake zilizopo nchi za Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu ambao unaiwakilisha Tanzania nchini Iran, Kuwait na Israeli, serikali inafanya juhudi za kuwaorodhesha Watanzania waliopo katika nchi hizo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ilikuwa imeeleza. Taarifa zilizopo hadi sasa zinaonyesha kuwa kuna Watanzania 168 waliopo nchini Iran, wakiwemo wanafunzi 134 katika mji wa Qom na wengine 34 katika jiji la Tehran. Kwa upande wa Israeli, inakadiriwa kuwa kuna zaidi ya Watanzania 200 wakiwemo watumishi wa balozi wa Tanzania, wanafunzi na wafanyakazi katika taasisi mbalimbali. Kati yao Watanzania 50 tayari wamejiandikisha kwa ajili ya kupatiwa msaada wa kurejea nyumbani. Pamoja na changamoto za kiusalama zilizopo, serikali inathibitisha kuwa jengo la ubalozi wa Tanzania nchini Israeli halijaathirika na mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran. Wakati wa mashambulizi hayo yalipotokea, hapakuwa na mtu yoyote ndani ya jengo hilo na maafisa wa balozi pamoja na familia zao wote wako salama. Taarifa ilikuwa ikieleza namna hiyo. Mpaka hivi sasa mataifa mbalimbali yameanza kuwarejesha ama kuondoa mataifa yao katika mataifa ya Israeli na Iran, ikiwemo Australia, China, India, wakiwa na takribani wanafunzi 110 waliokimbia Iran hadi Armenia kwa njia ya ardhi wamewasili mjini Delhi. Katika taifa la Japani pia inatuma ndege 2 za kijeshi nchini Djibouti kwa ajili ya maandalizi ya kuhamisha raia wake. Sambamba na Pakistani, huko Pakistani 3000 wakiwa wameondoka Iran tangu kuanza kwa vita hii ambayo imesimamisha dunia mpaka sasa.